kuiba mwili ya bwana mtume. Moja nyingine katika tofauti ya mashia na masuni ni kwamba ni tarehe ya kuuliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, mmesikia sawa, kuuliwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi mashia tunaamini kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliuliwa, hakukufa kwa kifo cha kawaida. Ndugu zetu wa Sunni pia wenyewe katika vitabu vyao vimetajwa kwamba kuna watu Mayahudi walijaribu kumuua bwana mtume. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa ni wanajidai ni masahaba, walikuwa Mayahudi, wakakuja wakajifanya ni Waislamu na wakajikurubisha kwa bwana mtume, wakajaribu kumuua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa unwani ya kwamba ni Mayahudi, lakini wamejificha. Sasa katika vitabu vyao viko pia, na wanataja kwamba kuna muda walifaulu wakampatia bwana mtume sumu, lakini ilikuwa haina nguvu, ambaye ndio ilikuja ikaanza kumdhoofisha, ikampatia ugonjwa, na hiyo ugonjwa ikaendelea mpaka ndio akafariki. Sasa athari ya hiyo sumu ndio ilikuja ikamdhoofisha na bwana mtume kufariki. Sasa hao wako nazo katika vitabu, lakini katika jamii yao kuizungumzia kawaida haizungumziwi. Sasa tunasema mashia wanasema bwana mtume ameuliwa, wasuni wanasema pia ameuliwa, lakini kwa vitabu, kwa mazungumzo wamenyamazia. Tarehe yao ni kwamba sisi mashia tunasema bwana mtume aliuliwa tarehe 20, ambaye ndio kufariki kwake 28 wa mwezi wa Safar. Lakini upande wa Sunni wanasema kwamba hawana historia ama tarehe ya kufariki kwa bwana mtume haizungumziwi, na wengi ukiuliza wanasema hatujui na nini. Saizi tukiuliza, kila mmoja akiuliza bwana mtume ambaye ndio kiumbe bora wa ulimwengu amefariki siku gani, tunaona kwamba upande wa ndugu zetu hawajui na hawajawahi kusikia kwa walimu zao na mashehe zao. Lakini kuna walimu mashehe wanasema kwamba hiyo tarehe ambayo ndio alizaliwa, hiyo ndio tarehe ambayo alifariki. Lakini sawa, kama alifariki hiyo tarehe, inabidi pia tunataja kuzaliwa kwake kwa ajili ya utukufu wake, na pia tunataja kufariki kwake. Ndani ya kifo cha bwana mtume kuna mambo mengi ambayo yalitokezea, ndio tunaona madhehebu ya Kiislamu yamegawanyika. Kuna masuni kwa madhehebu kadhaa na kuna mashia kwa madhehebu kadhaa. Mashia wako Hanbalia, Hanafia, Malikia na kadhalika. Hao wote wako. Mashia wako Ismailia, Zaidia na Jaafaria, na wenye walikuwako na lakini ilikuja na ikazikaisha. Sasa na kuna wengine ambao ndio wao wanaitwa Ibadhia. Sasa hatutaweza kuweka upande wa Kisuni, hatutaweza kuweka katika mashia. Sasa hizo ni madhehebu zote zimetokezea katika nini? Baada ya kufariki kwa bwana mtume. Kwa sababu ya nini? Bwana mtume baada ya kufariki aliamrisha kitu kimoja, la'ana Allahu man takhallafa an jaishi Usama. Yani alikuwa yeye ni mgonjwa, ako kitandani, hali yake ni mbaya na anajua kwamba atafariki, akaambia masahaba zake, ndio hii serikali ya Kiislamu ibaki, kuna huyu ambaye ndio kiongozi wa jeshi anaitwa Usama, wote mumfuate, na mwenye atampinga laana Allah, Mwenyezi Mungu amlaani. Sasa kuna baadhi ya masahaba walipinga na hawakuenda, na katika historia tunasikia. Sasa ndio hapo ilitokezea, kuna wenye hawakuenda toka mwanzo, kuna wenye walienda na wakarudi, kuna wenye walibaki. Sasa kwa kutokana na hiyo hali ndio tunaona kwamba migawanyiko yalikuja yakapatikana baada ya bwana mtume, ambaye tunaona pia kuna baadhi walikuja wakafika katika hali yenye bwana mtume ako kitandani na ni mgonjwa, na bwana mtume akasema kwamba mmepinga, lakini basi wacha niandike kitu ambacho kitawasaidia. Wakasema hao wenye walikuwepo, wakasema huyu ni mgonjwa maneno yake isikilizwe. Sasa bwana mtume anaweza kuwa ni mgonjwa na maneno yake ni mtume, hata akiwa mgonjwa maneno yake ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa watu wakazungumza, na hapo ndio tunaona migawanyiko za madhehebu zilikuja zikapatikana. Sasa mashia wana tarehe yao na wanaamini kwamba bwana mtume alifariki kwa kuuliwa, na masuni pia wako hapo, lakini sasa haijashughulikiwa. Wanatakana waende waulize mashehe wao na waangalie historia ni nini. Ndio kuna baadhi ya mashehe wa madhehebu ya nini wanasema tukizungumzia tarehe ama historia kufariki bwana mtume tutafungua baadhi ya vitu ambazo tutashindwa kuzijibu, kwa sababu masahaba walifanya baadhi ya mambo baada ya kufariki kwa bwana mtume, na ambayo sisi kama mashehe itakuwa kwetu ni aibu tukizungumzia hizo vitu
tujui tutajibu aje kusitiri baadhi ya masahaba. Sisi kama Mashia tunasema sahaba ni yule ambaye alifuata mwenendo wa bwana mtume. Sio kila mtu ambaye alikuwa tuna bwana mtume tunamuita sahaba. Kama hakufuata, hatutajichokesha kusema ati kwa sababu alikuwa ni sahaba sijui tutamsitiri vipi. Hakuna kusitiriana. Mtu anayesitirika ni bwana mtume, yeye ndio mwenye nini? Maneno yake ndio sawa, na kila mwenye anampinga bwana mtume yeye ametoka katika njia ambayo sisi tujichokeshi tena kung'ang'ana kumsitiri. Kitu kingine ambacho cha kushangaza ni kwamba walijaribu baadhi ya watu kuiba mwili ya bwana mtume katika kaburi yake. Kuna baadhi ya watu, inasemekana, historia ni kwamba ni hivi. Kuna zama ambazo zilikuwa kwamba ufalme wa Kiislamu ilikuwa kwa ajili ya hizo mambo ya kidhehebu, ilikuwa kwamba Wairani wanapigana, wanachukua utawala za nchi za Kiislamu. Saa nyingine Waarabu ndio wanakuja wanaichukua. Saa nyingine ilikuwa inachukuliwa na Turkish, saa nyingine ilikuwa inachukuliwa na group zingine wa Egypt na nini, lakini ilikuwa ni kwamba ni serikali ya Kiislamu, dola ya Kiislamu, lakini inakuja kwa ajili ya kila mmoja anataka nguvu iko chini yake. Walikuwa wakipigana wanachukua. Sasa serikali iko chini ya nani? Wa Persian, wa Irani wa siku hizo. Sasa mmoja katika kiongozi ambaye ndio hizo siku alikuweko, akaota kwamba bwana mtume anamwambia, we njoo unisaidie kutokana na hao watu wawili. Akamuonesha hao watu wawili ni nani. Sasa yeye akaamka kwa ndoto, akaona labda ni ndoto nini, lakini ameona bwana mtume, akabaki na anafikiria. Baada ya muda tena akaota hiyo ndoto. Kuona kwamba ndoto imejikariri, akasema lazima afanye kitu kimoja. Akaenda na waziri wake akaamrisha kwamba mfalme anakuja mji wa Madina, na kila mtu akuja, mfalme anataka kutoa zawadi, coins za dhahabu. Sasa yeye akafika, dhahabu zikagawanishwa, lakini mfalme alikuwa kona namna anataka kujua ndoto yake ni ukweli ama vipi. Kwa hiyo hali akaona kwamba kuna bado kitu haijakamilika. Akaambia waziri wake aulize, kuna watu ambaye hawajakuja kupata zawadi ya mfalme? Ndio akaambia yeye, kuna watu ni wageni hapa wamekuja kutoka nchi za Roma na wako ugenini mahali fulani, hao ndio hawajakuja. Akasema ambia wakuje. Wakakuja, akawapatia dhahabu, lakini kuwaona akakumbuka ndoto zake ambazo aliziona, na mtume akisitiza nisaidie kutoka hao watu. Akaambia mnakaa wapi? Ndio akasema tunakaa mahali fulani nini. Sasa akaamrisha watu wawafuate. Kuwafuata ndio wakaenda wakakuta ndani ya nyumba ambayo wanakaa, mkeka imetandazwa nini, kumbe chini ya mkeka wamechimba shimo. Akaamrisha hizo mkeka zitolewe, ndio wakapata shimo. Kuuliza hawataki kusema. Mfalme akalazimisha, ndio wakasema kwamba kwa kweli sisi tumetumwa kutoka nchi ya Roma siku hizo, na tumeambiwa kwamba tukuje tuchukue mwili ya bwana mtume tuipeleke huko kwa ajili ya baadhi ya mambo ambayo wenyewe ndio walikuwa wanataka kufanya na mwili ya bwana mtume. Sasa hali hiyo ilifanya kwamba vitu vikatokezea kadhaa katika historia, kwamba walichimba shimo kando ya kaburi ya bwana mtume na kuweka katika aina fulani ya madini ambayo ni ngumu, hata ukichimba tena kutoka sehemu za kando hautaweza kufikia mwili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kitu kingine ambaye kikaanzishwa ni kwamba zamani ilikuwa kwamba kaburi za maulama ama watu watukufu kulikuwa hakuna watu ati wanasimama kuchunga. Tunaona kwamba Karbala, Madina, miji zingine tukufu za mitume na maimamu, kuna watu wanakaa kila siku masaa 24 wakichunga kaburi. Yeye huyo mfalme ndiye alikuja akaamrisha na akasema kwamba kuanzia leo watu wakuwe wanakaa, na wakaainishwa watu ambao wanakuwa ni kama walinzi wa kuchunga kaburi ya bwana mtume. Na hiyo ndio ikakuja ikawa ni kama nini, mwenendo ya kwamba kaburi ya watu watukufu ikakuwa inachungwa. Sasa tunaona pia katika historia, sio mara moja bwana mtume wamejaribu kufukua kaburi yake, na sio yeye peke yake, bali kaburi ya mitume wengine Mayahudi pia walijaribu, na pia hawa maimamu wa Kishia, maimamu 12 pia walijaribu. Miongoni mwao ni Imam Hussein na Imam Ali. Kwa ajili ya hali hiyo ilibidi mwili yake alipozikwa isitangazwe amezikwa wapi. Baada ya miaka 100 ndio familia zake wa kizazi chake walikuja wakatangaza, wakasema kwamba Imam Ali amezikwa mahali fulani. Na baka saizi kwa ajili ya hali kama hiyo
ndio tunaona binti yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bibi Fatima, kaburi yake haijulikani iko wapi. Ndio tunaona kaburi ya Bibi Fatima binti ya Bwana Mtume haijulikani iko wapi. Sasa hiyo ndio historia ambayo iko, na tukijaribu kufungua zaidi ndio tunaona kuna mambo mengi zaidi ambayo yako katika historia ya Bwana Mtume baada ya yeye kufariki, ambayo sisi kama Waislamu tunatakana tukue tunayajua.